Katika ulimwengu wa saikolojia, unaweza ukafahamu tabia ya mtu na hatima ya maisha yake kwa kutizama mistari iliyojichora katika kiganja cha mtu. Katika makala yetu ya leo, nitakwenda kukuambia maana ya mstari mkuu katika viganja vya mikono yako na namna mstari huo unavyoeleza kila kitu kuhusu wewe, ikiwa ni pamoja na hatima ya maisha yako. Lakini kabla sijafika mbali, naomba nizungumze haya. Yawezekana ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu. Fanya kitendo cha kiungwana kwa kusubscribe chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, maana mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Mstari mkuu ni mstari ulioanzia pembezoni mwa kiganja chako, upande wa chini wa kidole chako cha mwisho na kuelekea maeneo mbalimbali katika vidole vyako. Mstari huo unaweza ukaelekea kati ya kidole gumba na kidole cha shahada, ama kati ya kidole cha shahada na kidole cha kati, ama wakati mwingine katikati ya kidole cha kati, ama wakati mwingine katikati ya kidole cha kati na kidole cha pete. Kama unavyoona katika picha, huo ndio mstari mkuu. Embu tumia sekunde kadhaa kutizama katika viganja vya mikono yako. Bila shaka umeutizama mstari mkuu ulio katika viganja vya mikono yako. Je, unajua ni siri gani iliyojificha katika mstari mkuu ulio katika viganja vya mikono yako? Ungana nami mwanzo mpaka mwisho nikakwambie mstari mkuu ulio katika viganja vya mikono yako unasema nini kuhusu wewe na hatima ya maisha yako. Namba A. Mstari mkuu katika kiganja cha mkono wako unapoanzia chini ya kidole cha kati. Embu tazama katika picha hizo. Picha mojawapo ina herufi A, na katika picha hiyo utaona mstari mkuu umeanzia chini ya kidole cha kati. Katika ulimwengu wa saikolojia, inaaminika binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa hii kama inavyoonekana katika picha yenye herufi A ni watu waliozaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Namba 1, ni watu wenye nyota ya uongozi kuliko watu wengine. Katika ulimwengu wa saikolojia, inaaminika binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa hii hata wanapokuwa katika makundi mbalimbali ya watu. Katika makundi hayo, anapohitajika kiongozi apatikane, basi watu hawa hujikuta wakiwa na nyota ya kuchaguliwa ili wawaongoze watu wengine katika kila sehemu wanazokuwa. Ni kwa sababu wamezaliwa wakiwa na nyota ya uongozi. Namba 2, ni watu wenye malengo makubwa katika maisha yao. Ukweli ambao mimi na wewe lazima tukubali ni kuwa kila binadamu ana malengo yake, lakini katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii huwa ni watu wanaoishi wakiwa na malengo makubwa kiasi kwamba watu huingiwa na wasiwasi juu ya malengo ya watu hawa, kwa sababu malengo yao huonekana makubwa kushinda uwezo waliokuwa nao. Lakini binadamu wenye sifa hii ni watu wenye imani kubwa kiasi kwamba wakati mwingine, pamoja na kuwa malengo yao huonekana makubwa machoni pa watu, lakini bado baadhi yao hutimiza malengo yao na kuwaacha watu wengine midomo wazi. Namba 3, ni binadamu wenye bahati ya kuaminiwa na watu wengine kila wanapokuwa.
Katika ulimwengu wa saikolojia, inaaminika binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa hii mara nyingi huaminika kiurahisi kila wanapokuwa kuliko binadamu wengine. Namba B. Kama inavyoonekana katika picha yenye herufi B, mstari mkuu umeanzia kati ya kidole cha shahada na kidole cha kati. Katika ulimwengu wa saikolojia, binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii kama inavyoonekana katika picha, mstari mkuu ukiwa kati ya kidole cha kati na kidole cha shahada, watu hawa huzaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Namba 1 ni binadamu wakarimu, wenye heshima ya hali ya juu kwa watu wengine. Haimaanishi binadamu waliozaliwa wakaikosa sifa hii si wakarimu, la hasha, lakini katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa hii ni wakarimu sana na wenye heshima kwa watu wengine. Namba 2 ni watu wenye bahati ya kupendwa na kuaminiwa kiurahisi na watu wengine. Binadamu yeyote anaweza kupendwa na kuaminiwa na watu wengine kwa jinsi alivyojiweka, lakini katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii wana sifa ya kupendwa na kuaminiwa na watu wengine kila sehemu wanayokuwa. Namba 3 ni wacheshi, wanaojua namna ya kuishi na kila mtu. Binadamu yeyote anaweza kuwa mcheshi na anaweza kuishi na kila mtu, lakini katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii huwa ni wacheshi, wanaoweza kuishi na kila mtu kwa sababu ndani yao kuna ucheshi na hali ya kuweza kuvumilia mapungufu ya watu wengine. Namba 4 ni watu ambao wakati mwingine wapo tayari kujishusha kwa watu wengine hata kama wamekosewa wao, ili mradi tu waepushe shari. Binadamu wengi wanapokosewa hawawezi kujishusha kwa wale waliowakosea bila kujali kama shari itainuka au la, lakini katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii ni watu wanaopenda amani katika maisha yao. Wakati mwingine kwa sababu ya hali yao ya kupenda amani hujikuta wakiwaomba msamaha watu waliowakosea, ili mradi tu kuiruhusu amani itawale katika maisha yao. Namba C, mstari mkuu unapoanzia chini ya kidole cha shahada kama inavyoonekana katika picha yenye herufi C. Katika ulimwengu wa saikolojia, binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii kama inavyoonekana katika picha huzaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Namba 1 ni binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa ya uongozi. Mara nyingi binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa hii wanapokuwa katikati ya makundi ya watu, alafu katika makundi hayo ikahitajika upatikane uongozi, watu wenye sifa hii hujikuta wakichaguliwa na watu wengine kama viongozi wa makundi hayo. Namba 2 ni watu wanaopenda kujitegemea. Katika ulimwengu tunaoishi mimi na wewe, wapo watu wengi wanaoendesha maisha yao kwa kuwategemea ndugu, rafiki au jamaa wenye mafanikio kuliko wao, na mara nyingi watu hawa huamini mafanikio ya maisha yao yapo katika mikono ya ndugu zao ambao wamefanikiwa kuliko wao. Lakini katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa hii hupenda kujitegemea kwa kila kitu kuliko kuwategemea watu wengine.
Namba 3 ni binadamu wenye uwezo wa kufanya maamuzi sahihi katika wakati sahihi. Haimaanishi ukizaliwa ukaikosa sifa hii, basi hauwezi kufanya maamuzi sahihi katika wakati sahihi, isipokuwa katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika asilimia kubwa ya binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii ni watu wanaoweza kutoa maamuzi sahihi katika wakati sahihi pindi jambo fulani linapokuwa limetokea. Namba 4 ni watu wenye uwezo mkubwa wa kufikiria. Wapo binadamu wengi wasiokuwa na sifa hii, lakini bado wana uwezo mkubwa wa kufikiria, isipokuwa katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika asilimia kubwa ya binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii, uwezo wao wa kufikiria ni mkubwa kuliko binadamu wengine. Kutokana na sifa yao ya kuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria, binadamu hawa mara nyingi hutoa suluhu katika mambo yaliyokosa majibu. Ni kwa sababu mara nyingi hufikiria tofauti na mawazo ya watu wengine. Namba D, mstari mkuu ulioanzia katikati ya kidole gumba na kidole cha shahada kama inavyoonekana katika picha yenye herufi D. Binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii kama inavyoonekana katika picha yenye herufi D huzaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Namba 1 ni wavumilivu sana hata katika mambo ambayo binadamu wengine hawawezi kuyavumilia. Ukweli ambao mimi na wewe lazima tuukubali ni kuwa binadamu hutofautiana katika kiwango cha uvumilivu. Wapo binadamu wanaoweza kuvumilia mambo ambayo binadamu wengine hawawezi kuyavumilia. Katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika binadamu wanaozaliwa wakiwa na sifa hii ni binadamu wenye kiwango cha hali ya juu cha uvumilivu hata katika mambo ambayo binadamu wengine hawawezi kuyavumilia. Namba 2 ni watu wenye huruma kwa binadamu wengine. Yatakuwa ni makosa makubwa kama tukisema binadamu waliozaliwa wakaikosa sifa hii hawana huruma kwa watu wengine, isipokuwa katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika asilimia kubwa ya binadamu wanaozaliwa katika kundi hili ni watu wenye huruma kwa binadamu wengine, na ndiyo maana katika ulimwengu wa saikolojia inaaminika binadamu wanaozaliwa katika kundi hili ni watu ambao hawawezi kuvumilia kuona mtu anateseka hali ya kuwa wanaweza kumpa msaada. Ni watu wanaopenda kusaidia watu wengine. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Hebu niambie, upo katika kundi gani la binadamu? Je, ni A, ni B, ni C ama D? Tukutane katika kipindi kijacho. Asante, bye. Niwatakie wakati mwema.